Iniko wanaanga wawili wa Marekani ambao wamekwama angani kwa muda wa miezi 9 sasa wameanza safari yao kurejea duniani. Butch Wilmore na Suni Williams walipaswa kukaa angani kwa siku 8 pekee kwenye kituo cha kimataifa cha anga za juu, lakini tashwishi ya kiufundi iliwazuia kurudi. Shoaib Ibrahim anaarifu zaidi. Juni 5 mwaka 2024, wanaanga wa shirika la Marekani la anga za juu NASA, Suni Williams na Butch Wilmore walianza safari kuelekea kwenye kituo cha anga cha kimataifa ISS kwa kasi maalum iliyotarajiwa kuchukua siku 8 wakitumia chombo cha Boeing Starliner. Hii ndiyo ilikuwa mara ya kwanza kabisa kwa chombo hicho kuelekea kituo cha anga kikiwa kimebeba wanaanga, na hali ilikuwa jaribio liliolenga kupima jinsi chombo hicho kinavyoweza kufanya kazi hiyo. Lakini hitilafu za chombo cha Boeing Starliner ilimaanisha kwamba hakikuwa salama kwao kukitumia tena kwenye safari ya kurejea sayari ya dunia, hivyo chombo kurejeshwa duniani bila wanaanga hao. Agosti mwaka uliopita, baada ya kukwama kwenye kituo cha anga cha kimataifa ISS kwa zaidi ya miezi miwili, uamuzi ulichukuliwa wa kuwarejesha duniani wanaanga hao wawili mwezi Machi kwa kutumia chombo cha SpaceX. Wakati mipango ya kuwarejesha ikiendelea, Williams na Wilmore wamekuwa wakiendelea kufanya utafiti, kufanya matembezi ya anga na kufanya mawasiliano ya video na shule mbalimbali ili kuwaelimisha watoto wa shule juu ya maisha ya anga za juu. Huu ni wakati chombo cha Dragon spacecraft kilipoanza safari kuondoka kituo cha ISS kuwarejesha duniani wanaanga hao. All hooks open. All hooks are open and undocking confirmed. Freedom is free of its moorings. Suni Williams and Butch Wilmore begin their belated trip home. Separation confirmed. Iwapo safari yao itaendelea salama, watatua katika pwani ya Florida nchini Marekani usiku wa kuamkia kesho. Kanali Cady Coleman ni mwanaanga wa muda mrefu na amesafiri safari za anga za juu kwa zaidi ya saa 500. Anasema wanaanga hao wanahisia mseto kufuatia kuondoka kituo cha anga cha ISS. It is a really amazing place to live and work. Ni mahali pazuri sana pa kuishi na kufanyia kazi. Unajua, kuna hisia hii ya lengo la kazi. Ni kwa kweli walikuwa wanazungumzia tu jinsi kulivyokuwa na hisia ya nguvu kubwa. Sasa wakati wafanyakazi wapya wameingia ndani, ni vigumu kuondoka. Ni vigumu kuondoka ukijua kwamba hautarudi huko kwa muda mrefu au hata utarudi huko milele. Quite a while and maybe not ever. Anasema kuwa licha ya kwamba wanaanga wanahimizwa kufanya mazoezi ili kuepukana na kupoteza tishu za mifupa na misuli, huwa inachukua muda mrefu kuzoea hali baada ya kurejea sayari ya dunia. When hundreds of people know whether you are exercising or not. Wakati mamia ya watu wanajua ikiwa unafanya mazoezi au la, bila shaka unapata motisha ya kuyafanya. Na kwa hivyo unapofika nyumbani unakuwa na nguvu sana, lakini ni kana kwamba kichwa chako kijiunganishwa na mwili wako wote. Kwa sababu huko juu tunapepea kutoka mahali hadi mahali na inafurahisha sana. Kwa hivyo tunaporejea nyumbani duniani ambako kuna nguvu ya uvutano, yani gravity, unajihisi kama joto kubwa na kuhisi kama vile unazunguka na ulimwengu wote, unajirusha kutoka kushoto hadi kulia, Tossing itself from left to right. Idadi kubwa ya wanaanga humaliza takriban kipindi cha miezi 6 angani, lakini Suni na Butch wamemaliza takriban miezi 9. Ijapokuwa wanaanga kwenye kituo cha ISS hufanya mazoezi kila siku, mazingira katika kituo hicho hupunguza uzito wa mifupa yao na misuli. Kila mwanaanga hufuatiliwa kwa makini akiwa katika kituo cha ISS, na zoezi hilo huendelea hata baada ya kurejea dunia. Naam, tugeukie kwenye masuala ya afya, kwani swala la bima ya afya limezua utata si tu nchini Kenya bali hata katika mataifa mengine barani Afrika ambako bima za mataifa hayo zimeshindwa kukidhi mahitaji ya kiafya. Huku mataifa mengi ya Afrika yakiwa na bima za kitaifa, bima hizo zimekuwa zikikumbwa na changamoto katika mahitaji ya afya. Ili kuyajibu maswali mengi, awali David Nkya amezungumza na Loretta Owino Okenyi, mtaalamu wa afya kutoka shirika la kijamii la VSO, na Martin Ohako ambaye ni afisa wa afya kutoka shirika la FAWE. David Nkya ameanza kwa kuuliza ni kitu gani kinachosababisha bima hizi za afya kutofanya kazi. Sasa hivi linaongea kuna process ya National Health Insurance Bill ilianza ka 5
iliyopita, lakini hatujafika popote. Vile ilianza zenye wanaita NGO pamoja na Ministry of Health ya Uganda, tukaketi tukaamua inge make sense watu wakikuwa na National Health Insurance bill letwa mbele ya parliament, lakini haikwenda mbali. Vile ilifika parliament wakadebate, wakasema kuna vitu zingine hazijatokelezea vizuri, wakairudisha tena. Martin, hebu tuambie, tumeona changamoto ya bima za serikali kama vile SHA hapa nchini Kenya ikikumbana na mambo mbalimbali. Unafikiri kwa nini bima za serikali hapa barani Afrika haziwezi kutosheleza mahitaji ya mwananchi? Naweza nikaongelea ile hamasisho. So ukiona kwa upande wa saa vile tunaongelea SHA. So Kenya tumetoka kwenye ile ambayo ilikuwa inaitwa NHIF, tumekuja kwa SHA. But ukiangalia hamasisho ambayo ilikuwa ndio kuweze kuwa na ile inaitwa swift transition kutoka kwenye NHIF kwenda kwa SHA, hakuja kuwa na ile hamasisho mzuri. So unapata watu wengi kwa ukweli hawajapata kujua kiini cha mbona tulitoka kwenye mfumo mmoja tukaenda kwa mwingine, bado haijakuwa clear kwa watu wengi. Alafu pia ukiangalia shida ambayo iko kubwa tena sana ni wale wananchi ambao kidogo mapato yao iko chini, ambao ndio wengi. So unapata hao hawana ile uwezo wa kuweza kusustain ile malipo ambayo serikali pia inataka naye pia kwa akiwajibika ndio aweze kuwa na ile bima. But pia tena ukiangalia kwa upande mwingine kuna shida na pia wanaopatiana huduma za afya kwenye kliniki ambazo ni za kibinafsi ambao pia wanapatiana hizi bima kwa wananchi. Unapata kuwa wako na ile ugumu wa kupatiana services, manake pia wanasema kwa upande wa serikali haiwajibiki kufanya nini, kuwalipa. Lawrence, anafahamu una uzoefu mkubwa kabisa wa masuala ya bima Afrika. Hebu tuambie kwa kile ambacho unakifahamu, ipi haswa ni changamoto ya masuala ya bima barani Afrika? Ya kwanza ni the financial restriction ya government. Tunakubali government inafaa kupeana pesa. Kuna kitu inaitwa Abuja Declaration, pali government inafaa kuweka 15% ya budget kwa afya. Lakini kwa ukweli pesa yenye government ya Kenya ama government za different countries za Africa, pesa hazitoshi. Ndio kwa maana tunaona tunaenda kwa donors kuona kawa anaweza kutusaidia na pesa, lakini also kwenda kwa donors nayo ni shida. Nayo ni shida kwa ajili watakuwekea restrictions, ama watakwambia bila unafaa kutumia pesa, ama pali pesa inafaa kwenda so hiyo inakuwa challenge kuwezesha mtu wa chini mwananchi kupata service. Martin, nini hasa unafikiri kinapaswa kufanywa sasa? Wanaweza wakainvest na hiyo kitu inaitwa primary health care. So primary health care ni ile ya kumaanisha kwamba tunaangalia ile kutoka prevention, ile ni kuhakikisha kwamba kwanza haya magonjwa tunaweza tukafanya zisitokee. Kwa mfano ukiangalia kitu kama malaria, ukipatiana mosquito nets tayari umefanya kitu inaitwa prevention. Serikali inaweza ile mikakati ya kuhakikisha kwamba tunapunguza kuyapata. Alafu pia ikifika ambapo pia tunapata sasa tuko na hiyo situation ambayo tumepata hayo maradhi in terms of treatment, ndio hapo sasa ndio penye ambapo tunaongelea kuwa na hiyo bima ya kuhakikisha kwamba angalau kila mtu anaweza kupata. Na msikilizaji, hayo ni mahojiano yaliyoongozwa na David Nkya akizungumza na Loretta Owino Okeny ambaye ni mtaalamu wa afya kutoka shirika la kijamii la VSO, na Martin Okhaho ambaye ni afisa wa afya kutoka shirika la FAWE kuhusiana na bima ya afya.